usisahau kusubscribe, like na kucomment. Ndugu zangu, katika maisha ninayoyafahamu ya marehemu Jenista Mhagama, sitosita kusema alikuwa kiongozi jasiri na mlezi wa wengi ndani ya bunge na ndani ya serikali, aliyejitoa kwa dhati kuwatumikia wananchi wa jimboni kwake, lakini pia na taifa kwa ujumla. Katika maisha yake ya utumishi, alisimama imara kutetea haki, maendeleo na ustawi wa watu aliowaongoza. Alikuwa nguzo ya matumaini kwa wanawake na vijana, na mfano wa uongozi uliotawaliwa na nidhamu, uadilifu na hofu ya Mungu. Nashukuru Mungu leo ndani ya kanisa hili nimepata kuyajua vizuri sana maisha yake ya kiroho, ya kidini. Nashukuru sana. Nilikuwa namfahamu kwa maisha yake ndani ya serikali na ndani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Jenista alikuwa ni mwalimu kwa taaluma na mwalimu katika uongozi. Alitumia kipawa chake cha ualimu kulea na kusimamia mawaziri, akiwa mnadhimu au chief whip, katibu wa kamati ya wabunge wa CCM au party caucus, na mwenyekiti wa bunge. Wabunge na mawaziri walimheshimu na yeye alijiheshimisha. Katika nafasi zake hizo ametoa mchango mkubwa sana katika chama, bunge na baraza la mawaziri. Yeye ndiyo mtu pekee katika historia ya nchi yetu aliyewahi kuvaa kofia mbili za katibu wa kamati ya wabunge wa Chama cha Mapinduzi na mnadhimu wa serikali bungeni, na kofia hizo zilimtosha na kumwenea sawa sawa. Marehemu Mheshimiwa Jenista Mhagama alikuwa mtu asiye na mzaha, lakini mcheshi. Alikuwa mtii kwa mamlaka zake, chama chake na wananchi wake. Zaidi, alikuwa mnyenyekevu kwa Mungu wake. Kwa sura tuliyomuona nimesoma zaidi leo hapa, mambo yaliyomfanya akapendwa na kuheshimiwa na watu walio chini yake na viongozi wenziwe. Aidha, marehemu Mheshimiwa Jenista alipata fursa kufanya kazi chini ya uongozi wangu kama waziri wa Wizara ya Nchi, Sera, Bunge, Kazi, Ajira, Vijana na Watu wenye Ulemavu, waziri wa Nchi, Utumishi wa Umma na Utawala Bora, na waziri wa Afya. Na kama alivyosema mwanangu Victor, nilimpa jina la kiraka kwamba kila nilipomweka Jenista aliziba vizuri. Amekuwa kiongozi anayesimama imara kutetea maslahi ya nchi bila kuchoka na bila kujali changamoto. Kupitia sauti yake bungeni, vitendo vyake katika jamii na msimamo wake katika uongozi, ameacha kumbukumbu njema. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.